Ah, Mashayikh, bado network inagoma, tutaendelea kutumia tafsiri ile ile ambayo haihitaji network. Naam, tumesema kwamba kauli yake tabaraka wa taala, innamal mushrikuna najasun, ni najis imma kwa kule kwa itakidi kwao na kuabudu masanamu, au lianna maahum shirku alladhi huwa mithlu najis, au kwa sababu wao wenye wao wana ushirikina ambao ni sawa na najis. Fahadha nahyun, anasema haya ni makatazo lilmu'minina, kwa waumini, an yumakkinu almushrikina, kuwaruhusu washirikina, min dukhuli almasjid alharam, kuingia katika msikiti mtukufu wa Makka, baada alami tasi min alhijra, baada ya mwaka wa 9 wa hijra. Wa qawluhu, na kauli yake Allah alivyosema, innama almushrikuna najas, yadullu ala alhasri, ay la najisu illa almushrik, inaonesha kwamba washirikina ni najis, na kwa hivyo asiye kwa mshirikina si najis, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ya Abu Huraira kwamba innal muslima la yanjusu, muislamu haingii najis, yani hata akiwa muislamu ana janaba bado yeye si najis, kwa sababu swala la najis, uchafu wa najis ni ule uchafu wa ndani unaokusudiwa hapa, sio uchafu huu tunaofahamu kwa physical wa kuguswa. Kwa hiyo mtu kwa kwake muumini hawi na najis, innama inaonyesha kwamba hakika si vingine vyovyote isipokuwa najis ni washirikina, na najis pekee katika binadamu ni mshirikina, asiyekuwa mshirikina hawezi kuwa najis. Walmuradu bilmushrikina, na kusudiwa kwa neno washirikina, fi rai al-aktharina, katika rai ya wengi katika wafasir, hum ubadat al-awthani, ni wale wanaoabudu masanamu. Waqala qaumun, na wamesema baadhi ya watu, bal yatanawalu jamia al-kuffari, bali hii inaenea kwa makafiri wote, hata wasio kwa waabudu masanamu. Bidalili qawlihi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah anasema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi kwa mtu yoyote anayefanya ushirikina, na hasamehi watu wengine, na watu wote wasiokuwa Waislamu ikiwa wamefikiwa na ujumbe na wakaukataa Uislamu, watu hao hawasamehewi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wote wapo katika ushirikina, na anasema wa hadha huwa al-arjahu adh-dhahiru min al-aya, na hii ndio kilicho dhahiri zaidi kwamba hata wasiokuwa washirikina miongoni mwa wale wanaojiona kwamba wanaabudu yani dini za Ibrahimia kama Wayahudi na Wakristo, nao pia wataingia katika ushirikina au katika hukumu ya washirikina vile vile, kwamba na wao ni najisi vile vile, na hawaruhusiwi kuingia katika mji mtukufu wa Maka, bali katika nyumba takatifu ya Al-Kaaba. Walmuradu bin najis an-najasatu al-ma'nawiyya, na najis inayokusudiwa hapa ni ile najis ya kimaana, al-i'tiqadi, ay najasatu al-i'tiqadi, yani uchafu wa itikadi yao ule wa kuamini ushirikina. ونقل الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعيان المشركين نجسا كالكلاب والخنازير تمسكا بظاهر هذه الآية. anasema na imepokewa wa Imam Zamakhshari amepokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwamba washirikina wote ni najis kama mbwa na nguruwe, na hii ndani yake kuna mubalagha, kuna kupitiliza kidogo, lakini iliyo kauli mashuhuri ya jamhuri ya ulama wa fiqhi ni kwamba ittafaqu ala khilafi dhalika, wamekubaliana kwamba haikusudii kwamba ukimgusa binadamu mwenzako ambaye ni kafiri au mshirikina ni sawa na kumgusa mbwa, na hii ni kutokana na kauli yake Allah alivyosema, walaqad karramna bani adam, kwa hakika tumemheshimisha, tumemtukuza na kumpa heshima mwanadamu. Sasa iweje binadamu aliyepewa heshima iwe akimgusa ni sawa sawa na kugusa najis? Jambo hili bila shaka kuna kuzidisha kidogo au kuteleza. Ala kulli hal, inachokusudiwa ni kwamba washirikina itikadi yao ni itikadi ambayo ni uchafu, kule kuamini kwao kwamba pamoja na Allah wapo wengine wanaostahili kuabudiwa na yeye. Halafu akasema tabaraka wa taala, fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha. Fala yaqrabu, kama ilivyokuja katika sehemu nyingine, la taqrabu salata wa antum sukara, au ilivyokuja wala taqrabu zina wala taqrabu mala al-yatim, zikikusudiwa kwamba kitu fulani usifanye, ikakatazwa kwa neno la taqrabu, inaonesha mubalagha katika kukatazwa jambo hilo. Sio kwamba wamekatazwa kukaribia Makka, kukaribia haram ya Makka au msikiti mtukufu wa Makka, ni kuingia, wanachokataza ni kuingia katika msikiti wa Makka, kama ambavyo ni mashuhuri katika madhhabu ya Abu Hanifa, au kuingia katika haramu yote, yani hata kama nje ya msikiti, katika
madhhabu ya Kishafi na Hanabila wanaona hata nje ya msikiti wa Maka, muda wa kuwa ni eneo la haram, lote hilo wanakatazwa washirikina wa kuingia. Halafu akasema fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha, baada ya mwaka wao huu ukikusudiwa mwaka wa 9 wa hijra. Wa in khiftum ailatan, na ikiwa mnaogopa umasikini. Tumetoka kueleza kwamba aila inakusudiwa umaskini kwa sababu ya kuzuiliwa biashara na chakula kuleta washirikina walichokuwa wanakileta. Allah anasema fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala atakutoshelezeni nyinyi na kupeni utajiri kutokana na riziki zake. Fadla zinakuja katika mahali mwingi katika Qur'ani na katika Sunna ikimaanisha riziki, kama ambavyo Allah amesema katika sura Al-Jumu'ah, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, na mtafute fadhila za Allah, ikikusudiwa kutafuta riziki baada ya swala ya Ijumaa. Na kama ambavyo imekuja katika Sunna, Mtume sallallahu amemfundisha mtu akitoka msikitini anaomba Allahumma inni as'aluka min fadlika, min fadlika ikikusudiwa katika riziki zako. Kinyume chake mtu anapoingia anaomba rehema za Allah katika msikiti, Allahumma inni as'aluka Allahumma iftah li abwaba rahmatik, lakini ukitoka min fadlika ikikusudiwa katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika riziki zake. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi, hapa wanabashiriwa masahaba kwamba watapatiwa njia mpya za kupata riziki ambazo ndo zitafuata baada ya aya hii, wakaletewa jambo jipya ambalo walikuwa hawalijui kabla yake katika njia za kupata riziki, ambayo ni ya wasaa zaidi kuliko ile riziki ambayo ilikuwa inaletwa na washirikina katika biashara zao. Inna Allaha alimun hakim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kujua, yani anajua mambo yote kuliko nyinyi mnavyojua. Kwa hiyo Allah anajua jambo gani la maslahi kwenu nyinyi, jambo gani la kupatieni riziki zaidi, na jambo gani litakutieni katika matatizo, na Allah hakutakini matatizo, wala anakutakieni wepesi. Hakimu ni mwenye hikma, yani kila kitu anakiweka mahali pake. Anasema katika mafunzo ya aya hii ni kwamba aya hii ni nasu sarihun fi anna almushrik najisun. Kwanza, mafunzo ya kwanza ni kwamba kafiri mshirikina ni najis. Nas ya Qur'ani imetaja hivyo, na kwa sababu hiyo imetajwa nukuu mbalimbali ikiwemo kutoka kwa Imam Shafi kwamba anapendelea yeye, anaona ni sunna mtu anaposlimu, pamoja na kwamba najisi hii ni ya kiroho zaidi, ni ya kiitikadi, lakini pia akoge, kwa sababu Allah ametamka kwamba ule ushirikina ni najis. Kwa hiyo anaposlimu, anapotoharika itikadi yake, pia afanye na kutoharisha mwili wake kutokana na kauli yake hiyo Allah, innamal mushrikuna najisun. Alafu almushrik mamnu' min dukhuli almasjid alharam. Jambo la pili tunalojifunza katika aya hii ni kwamba washirikina wamezuiliwa na sheria kuingia katika msikiti mtukufu wa haram. Hairuhusiwi washirikina kuingia, na jambo hili linatakiwa kutiliwa mkazo kwa upande wa watu wenye mamlaka katika maeneo hayo, kama ambao imekuwa ikifanywa miaka nenda miaka rudi. Washirikina wasiruhusiwe kuingia katika msikiti mtukufu. Jambo jingine, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba fasawfa yughnikumullahu min fadli, Allah atakutoshelezeni kutokana na fadhila zake. Anasema alfadlul madhkur, fadhila zilizotajwa hapa fil aya, katika aya mutlaq, imeachiwa, haijafungamanishwa na jambo moja tu. Yashmulu, inakusanya kullu ma aghnahumullahu bihi, kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atawatosheleza katika fadhila zake. Yani tukitaja riziki sio chakula peke yake, bali ni pamoja na pesa, pamoja na afya, pamoja na utawala, na kila aina ya kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakitoa na mwanadamu anakihitaji kitu hicho anakitumia. Halafu akasema vile vile kauli yake tabaraka wa taala, kwa sababu hapo vitaji masala ya ikhlafu ambayo hayatuhusu sana. Kauli yake tabaraka wa taala, qatilul ladhina la yu'minuna billahi, pambaneni na wale ambao hawamwamini Allah, wala bil yawmil akhir, na wala hawaamini siku ya kufufuliwa, siku ya mwisho. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, wala hawafanyi haramu yale ambayo ameyafanya haramu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wala yadinuna dina alhaqi, wala hawafuati dini ya kweli, yani hawafuati sheria za Uislamu. Min alladhina utul kitaba, miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu, yani Wayahudi na Wakristo.
hatta yu'tu aljizyata an yadin, mpaka walipie jizya kutoka katika mikono yao, yani katika mamlaka yao. Wahum saghirun, hali ya kuwa wamedhalilika, ni wadogo. Aya hii imekuja kufasiri kile ambacho Allah amekisema kwamba fasawfa yughnikumullahu min fadli. Allah akawatajia Waislamu kwamba badala ya kutegemea biashara ndogo ndogo walizokuwa wanakuja nazo watu wachache wanaoishi Maka, sasa watakuwa na nafasi ya kupambana na mataifa makubwa, ambayo mataifa hayo ya watu wake wakiamua kuishi chini ya sheria ya Uislamu watalipa jizia, ambayo ni kama inavyolipwa kodi leo, kodi ya kichwa, ambayo hii inakuwa ni kwa mkataba baina ya dola ya Kiislamu na makafiri ambao wamekubali kuishi chini ya dola ya Kiislamu bila ya kutaka kuingia katika Uislamu, na Waislamu hawana nafasi ya kumlazimisha mtu kuingia katika Uislamu bila shaka. Kwa hiyo wataingia mkataba kwamba wao watakubali kutii sheria za hapo na wala hawatomsaidia adui, na ikitokezea pakivamiwa na wao watasaidia kupambana, na wao walindwe mali zao na damu zao na heshima zao, na yani jukumu la Uislamu ni kuwapatia wao protection, na wao watalipa sehemu ndogo jizya, ambayo sehemu hii kiuhakika haifikii kiwango ambacho Muislamu anatoa. Muislamu mwenye mali, Muislamu mwenye mali akitoa zaka, zaka ni kubwa zaidi kuliko kiwango ambacho kafiri katika dola ile ile analipia jizya. Lakini Muislamu pia ana haki nyingi zaidi kuliko huyu kafiri katika mahkama, katika heshima, katika majlis na katika maamuzi na katika mambo mengine. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hakimu, kila jambo ameliweka mahali pake. Ndio anawaeleza kwamba atawapatia jizya ambayo itakuwa ina ukubwa zaidi kuliko kile wanachokikosa kutokana na biashara ya kufanya wao na washirikina. Maana ya aya hii akasema mtungaji hapa rahmatullahi alayhi, waqatiluhum qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maana yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataja sababu za kwa nini tena Waislamu wapambane nao. Sababu ya kwanza, innahum la yu'minuna billah, ni kwamba wao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu akasema sababu ya pili, innahum la yu'minuna bil yawmil akhir ala nahwi sahih, hawaamini siku ya mwisho katika namna yake sahihi. Kwa mfano, wa Kristo wao wanaamini kwamba wakishakupelekwa kila aliyemwamini Yesu ataokolewa, wala hatohesabiwa kama ambao Waislamu na Wayahudi watahesabiwa kwa sheria. Wao wanaamini kwamba watahesabiwa, hawatohesabiwa, bali wote watakuwa wameokoka kwa sababu tu waliamini. Kwa hiyo hawaamini kufufuliwa katika namna yake na maana yake, kwa sababu kama kufufuliwa ni kwa maana hiyo, kunakuwa hakuna maana. Wale waliowadhulumu wenzi wao hapa duniani, vipi itakuwa hali zao, na mambo mengine mengi ambayo yatakuwa hayana majibu. Ikiwa watu wote wakifufuliwa, kila alioamini Yesu basi anaokoka. Lakini kuamini kufufuliwa kwa kweli ni kule kuamini ambako kunapelekea accountability, kila mtu kuchukua dhamana ya kile ambacho amekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake. Kwa sababu ya pili ni kwamba innahum la yu'minuna bil yawmil akhir ala nahwi sahih. Halafu sababu ya tatu inayofanya watu hawa Waislamu waambiwe wapambane nao, wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, hawayaharamishi yale ambayo Allah na mtume wake wameyaharamisha, bali wao wanachanganya kwa mujibu wa matamanio ya nafsi yao, wanaoyataka kwamba ni halali wanaona ni halali, na wanayoona ni haramu ambao ni machache mno wanajiharamishia, au wanajiharamishia kwa baadhi ya muda na baadhi ya muda wanajihalalishia vile vile. Halafu sababu ya nne, wala yadinuna dina alhaqi ay la ya'taqiduna sihhata dini alislam, hawaitakidi itikadi ya Kiislamu alladhi huwa dinul haq, ambayo ndio dini ya haki. Wa inma yasiruna ala wifqa ma wada'ahu rijalu dini bihasbi ahwaihim, bali wao wanafuata na wanakwenda kwa mujibu wa ambavyo rijalu dini, yani wale church fathers, wazee wa kanisa wanavyoamua, ndivyo ambavyo wao wanafuata kwa mujibu wa matakwa ya wazee hao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema watu hao mpambane nao hatta yu'tul jizyata, mpaka watoe jizya an yadin, kutoka katika mamlaka yao, wahum saghirun, na wao wakiwa ni wanyonge, ni madhalilifu. Na jizya katika lugha inatokana na ijtiza. Ijtiza ni kitu kutosheleza, yani kitu ambacho kinatolewa sio mbadala, lakini wao yani sio neno mbadala, lakini kitu ambacho kinatosheleza. Kwa hiyo jizya imekuja
asli yake hasa ni kutosheleza wao damu yao isimwagwe, kutosheleza ili damu ya kafiri isimwagwe, kwa sababu lengo la Uislamu sio kumwaga damu ya yeyote yule. Kwa hiyo wameruhusiwa kujikomboa nafsi zao, watoe kodi ya kichwa ili damu yao isimwagwe, na iwe ile jizia, kile wanachokitoa kinatosheleza, badala ya wao kuuawa wanatoa kitu ambacho kinatosheleza kabisa wao kupewa amani katika miji ya Kiislamu kwa masharti ambayo tumetangulia kuyataja. Halafu katika aya hiyo wametofautiana wanachuoni, je, jizia inatolewa kama ambavyo Allah ametaja kanasi hapa kwamba alladhina utul kitaba, kwa waliopewa kitabu tu, Wakristo na Wayahudi, au hata kwa makafiri wengine? Na kauli iliyo rajih wallahu aalam ni kwamba makafiri wote wanatoa jizia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akibagua kwa nchi ambazo zilikuwa zinafunguliwa na kutolewa jizia. Hakuwa akiulizwa kwamba wewe ni Myahudi au Mkristo, bali wote waliokuwa wanakataa Uislamu walikuwa wanatoleshwa jizia, wallahu aalam. Halafu Allah akasema waqalatil yahudu, na wakasema Mayahudi, Uzairu ni ibnullah, Uzair ni mtoto wa Allah. Waqalatin nasara, na wakasema Wakristo Almasihu ibnullah, Masihi yani Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah. Dhalika qauluhum biafwahihim, hayo ni maneno yao, wao wanayasema tu kutoka katika vinywa vyao. Yudhahiuna qaula alladhina kafaru min qabl, wanaigiza na kufuata maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Qatalahumullahu, awalaani wao Allah, anna yufakun, kwa namna gani wanageuzwa, wanaepushwa kufuata njia iliyo ya sawa, wanafuata njia ambayo sio ya sawa. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, wamewafanya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, wamewafanya watawa wao, ahbarahum yani wale viongozi wa Kiyahudi, wa ruhbanahum na watawa wao yani viongozi wa Kikristo, arbaban ni waungu, yani waungu wanaowekea sheria, min dunillahi, kinyume na sheria ya Allah, wal masiha ibn Maryama, na vile vile wamemfanya Masihi mtoto wa Maryamu kwamba vile vile yani ni Rabbu, ni Mungu pamoja na Mungu. Wama umiru, na wala hawajaamrishwa, illa liyabudu ilahan wahida, isipokuwa wamwamrishe wamwabudu Allah, mwabudiwa mmoja, la ilaha illa huwa, hakuna mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, subhanahu amma yushrikun, ametakasika kutokana na vyote vile ambavyo wao wanamshirikisha. Yuriduna an yutfi'u nura Allahi, wanataka yani wanakusudia kuizima nuru ya Allah. Ikikusudiwa Uislamu, wanakusudia kuuzima na kuufisha Uislamu, biafwahim, kwa kutumia ndimi zao, kwa kutumia midomo yao. Wa ya'aba Allahu, na Allah anakataa, illa an yutimma nurahu, isipokuwa lazima aitimize nuru yake, walau kariha alkafirun, hata kama makafiri watachukia jambo hilo. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye arsala rasulahu bilhuda, amemtuma mtume wake kwa uongofu wa dini alhaqi, na kwa dini ya haki, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili mtume sallallahu alaihi wasallam apewe ushindi kuzipita dini zote, walau kariha almushrikun, hata kama washirikina watachukia jambo hilo. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anaendeleza kutoa sababu kwa nini makafiri wauawe. Kwa hiyo mnasaba wa aya hizi zinaungana na aya zilizopita huko nyuma, tokea aya nambari 5 ilivyotaja kwamba washirikina wauawe. Kwa nini wauawe? Allah anasema pia katika sababu zinafanya watu hawa wauawe ni kwamba wao wamesema taifa katika wao, kama ambavyo wamesema jamhuri ya ulama ya wafasir kwamba waqalatil yahudu, sio Mayahudi wote kwamba wamesema, bali kuna watu katika Mayahudi wamesema Uzairu ibnullah. Hii ndiyo kauli iliyo mashuhuri katika tafsiri ya aya hii, ambayo wamekubaliana wanachuoni wengi kwamba Mayahudi hawasemi kwamba Uzair ni ibnullah. Na kuna aya hii ni katika aya ambazo ni kitendawili bado kwa wafasirina, mpaka leo bado hakijulikana ni nani katika Wayahudi alikuwa anasema kwamba Uzairu ni ibnullah. Lakini tafiti za hivi karibuni zinaonesha kwamba kwanza wafasiri wengi walikosea katika kutafsiri, wakachanganya baina ya Uzair na Azra, au kwa Kiingereza au kwa Kiswahili anaitwa Ezra. Kuna kitabu cha Ezra ambayo Ezra mara nyingi inafananishwa
na mtakatifu ambaye ni mtakatifu hata katika kanisa Katoliki na katika makanisa ya Ulaya ya Mashariki na makanisa ya Orthodox ya Wakristo, ni mtakatifu Ezra ambaye alitokezea miaka baada ya Wayahudi kufukuzwa wakaenda Babiloni. Wakati wanatoka Babiloni kurudi tena katika ardhi yao ya Palestina au ya Misri au eneo hilo ambalo kwa wanaona kwamba ni ardhi yao ya asili, walipokuwa wanarudi huko hawakuwa tena na Torati. Ezra ndio ambaye aliandika sehemu kubwa ya Torati. Kwa vitabu vinavyoambiwa kwamba ni vya Yeremia, ni vitabu hivyo vya Ezra vitatu, na hata Enoch kwa kwetu sisi ndio Idrisa, wao kwa wao pia kitabu cha Enoch wanaamini kiliandikwa na Ezra akitoa kichwani mwake, na wanaamini kwamba ametoa Torati aliyakuwa ameandika maneno yake, wakamtukuza sana Ezra. Lakini wafasirina wengi wanaona kwamba huyo Ezra huyo ndio ambaye anatajwa hapa, lakini recent researches zinaona hapana, Ezra ni mwingine, na Uzair ni jambo jingine. Na Uzair kwa tafsiri za karibuni kabisa inaonekana kwamba ni katika miungu yani wanayoamini baadhi Wayahudi kwamba ipo juu mbinguni, wala sio kwamba ipo hapa duniani. Baadhi ya tafsiri zinaona hivyo, na baadhi yake wanaona kwamba Uzair kwa mujibu wa siyaki ya aya hii ni priest, alikuwa ni mchungaji, ni kiongozi wa kidini ambaye alikuwa anachunga kikundi kidogo cha Wayahudi ambao wao peke yao ndo walikuwa wanamuona kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Na hapa kuna mwana wa Mungu namna mbili katika itikadi za Kiislamu na Kiyahudi na Kikristo. Waislamu na Wayahudi wanapotaja mwana wa Mungu huwa wanakusudia kwamba ni mfuasi wa Mungu, ni mtu ambaye anatii sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hilo lilitumika sana katika Torati, limeachwa katika Qur'ani kwa sababu limepelekea baadhi ya watu wakidhania pakitajwa mwana wa Mungu anakusudiwa mwana wa Mungu hasa. Ama mwana wa Mungu wanavyoamini Wakristo ni katika itikadi zilizotoka kwa wapagani wa Kiroma na wapagani wa Kigiriki, wa Kiroma na wa Kigiriki, ambao walikuwa wanaamini kwamba kuna miungu mingi inayomsaidia Mungu kutenda kazi, na hao ndio walikuwa wanaita watoto wa Mungu. Kwa hiyo dhana hiyo ndio ikaja ikalazimishwa baada ya karne tatu za kuondoka Nabii Isa, ndio ikaja ikalazimishwa kwa kutumia church fathers na kwa kutumia watawala kwamba Yesu naye afanywe kwamba ni mwana wa Mungu kama wao Wagiriki walivyokuwa wana wana wa Mungu wengi wanaowaomba. Kwa hiyo ikaingizwa katika Ukristo, na Ukristo ukapaganishwa ukafanywa kwamba ni dini ya kishirikina kuanzia hapo, na yoyote alikuwa anashika itikadi sahihi ya Kikristo akawa anauawa kwa amri ya sheria ya kanisa, sheria ya nchi ya Roma ya wakati huo. Kwa hiyo Wakristo wamelazimishwa kuamini mwana wa Mungu katika namna ambavyo Wagiriki na Waroma wanaamini, wa ila itikadi ya asili ya mwana wa Mungu ilikuwa ni mtu yoyote ambaye anatekeleza vizuri sheria za Mungu. Kwa hiyo Ibrahimu ni mwana wa Mungu, Musa ni mwana wa Mungu, na wengine wengi ni wana wa Mungu katika Biblia, katika Agano la Kale. Na yoyote yule ambaye anatekeleza maamrisho ya Mungu na anafikisha ujumbe wa Mungu hapa duniani kwa mujibu wa Biblia, naye vile vile ni mwana wa Mungu. Hii ndio maana ya asili ambayo imeendelea kushikiliwa na Wakristo, imeendelea kushikiliwa na Wayahudi na Waislamu. Ama Wakristo katika mlango huu wao wanatumia maneno hayo hayo, maana ya mwana wa Mungu, wakimaanisha kwamba ni kama mwana wa mnyama, yani mtoto wa simba naye ni simba na mtoto wa Mungu naye ni Mungu. Kwa hiyo wanaamini kwamba huyu mtoto wa Mungu ni kama Mungu, isipokuwa yule Mungu mwingine ni mkubwa zaidi, kwa sababu alikuwepo kabla huyu mwana wa Mungu hayupo. Na wanatofautiana, wapo wanaoamini kwamba tokea zamani alikuwepo pamoja na Mungu, tokea hajaomba chochote, halafu akaamua tu kumleta. Kwa hiyo ni Mungu, lakini ni kiungu fulani kidogo hivi, lakini sehemu ya Mungu huyo, halafu wanajichanganya katika kuelezea Utatu Mtakatifu, kama ambavyo jambo hilo ni mashuhuri kwa wao. Ala kulli hal, aya hii tunaishia kusema kwamba waqalat alyahudu Uzairun ibnullah. Wafasirina wameshindwa, na mpaka sasa tunashindwa Waislamu kuelezea Wayahudi wapi ambao walikuwa wanasema kwamba Uzair ni ibnullah, kwa sababu itikadi ya Wayahudi inayojulikana ni kwamba Wayahudi hawaamini kwamba Mungu ana mtoto, na yoyote anayeamini hivyo wanaamini kwamba ni kafiri na ni mshirikina. Na ndio maana Wayahudi kwa umoja wao wote wanawakataa Wakristo kwamba si monotheist, si watu ambao wanamwabudu Allah peke yake, bali ni washirikina kama washirikina wengine. Kwa hiyo waqalat alyahudu Uzairun ibnullah pia ni katika aya ambazo zinatumiwa na maadui wa Kiislamu
wakisema kwamba Muhammad alikuwa anakusanya kusanya tu taarifa huku na huku, alafu anaziunganisha, halafu anatamka tu maneno, hafuati dini ya Ukristo wala hafuati ya Uyahudi, anasema tu maneno kwa njia yake. Moja ya aya wanazosema ni aya hii. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa awe aware nayo, kujua kwamba Uzair, tafsiri ambayo inategemewa na wafasiri na wengi ni kwamba Uzair wanasema ni Ezra, ingawa tafsiri hiyo tunasema sisi hatuiungi mkono, na tunaamini kwamba Uzair huenda ikawa ni katika vitu vya juu huko wanavyoviamini Wayahudi kwamba labda ni sehemu katika malaika. Mtu anaweza akatafuta zaidi hivi vitu, taarifa zake zipo. Wanaweza kuamini kwamba ni sehemu kama malaika au ni Nabii Idrisa, pia inawezekana ikawa ndo anakusudiwa kwamba ni Uzair, kwa sababu katika itikadi ya Kiyahudi ilivyo kwenye Agano la Kale au kwenye Talmudi ya Wayahudi ni kwamba Nabii Idrisa alipopandishwa mbinguni alibadilishwa macho yake na masikio yake na mikono yake na kila kitu chake, akawekwa kuliani kwa Mungu, akawa ni sehemu ya waliokaribishwa mno kwa Mungu, anawaamrisha malaika na kadha na kadha. Kwa hiyo wanampa sehemu fulani ya divinity. Kwa hiyo huenda huyo akawa pia ndio anayekusudiwa kwamba ni Uzair, kwamba wapo miongoni mwa Wayahudi ambao wanaona kwamba kuna kijiungu kidogo hicho ambacho Allah ametaja kwa jina la Uzair, na wengine pia katika wafasir wamesema kwamba Uzair ni tasghir ya neno Ezra. Ezra kama ambavyo tunasema Qarash ni nyangumi, Quraish ni tasghir. Tuna Hamad Humaid, tuna Abbas au Abbas Ubais, tuna Anas Unais, tuna Hirra Huraira, na hivyo hizi zinaitwa sigha tasghir. Kwa hiyo huenda Uzair ametajwa kwa tasghir kwa sababu wao kikundi cha Mayahudi walikuwa wanamtukuza Ezra. Kwa hiyo huenda ikawa Allah amemtaja kwamba kiji Ezra kidogo, wapo kikundi katika Wayahudi wamesema kwamba na yeye ni mwana wa Mungu. Ala kulli hal, maneno kuhusiana na jambo hili yanaweza yakawa marefu zaidi ya hivi ambavyo tumeeleza, kwa sababu research nyingi zinaendelea. Tuna shekhe sijui kama inafaa kumwita shekhe, mtaalamu mmoja wa academic wa blogging theology, mtu anaweza akamcheki, amesilimu sio muda mrefu, labda miaka miwili au mitatu, ameingia katika mada hii, na wengine wengi unaweza ukazicheki YouTube ukapata maelezo marefu kuhusiana na controversial ya aya hii. Bado inabakia kwamba ni kitendawili, na hii ni kuonesha kwamba Qur'ani bado ina mambo mengi ambayo watu wanaweza kuendelea kujifunza, sio kwamba tafsiri yote imeshakuwa covered. Mfano aya hii ni mfano hai kwamba kuna vitu vya watu kuchimbua, na huenda tafiti baadaye zikaja zikapata dondoo za kihistoria kuweza kuliweka wazi jambo hili, lakini mpaka sasa kauli tunayochukua ni kwamba kuna kikundi katika Wayahudi waliamini kwamba mmoja katika watawa wao, katika wataalamu wao ambao alikuwa anaitwa Uzair. Kikundi hicho sisi hatukijui kimeishi wapi wala muda gani, lakini madamu Allah ametuambia, bila shaka ni kweli, na ipo siku itathibitika kwamba kulikuwa kuna kikundi cha Wayahudi kinaamini kwamba Uzair ni mtoto wa Allah. Alafu wakalat an-nasara al-masih ibnullah, hii haina mashaka, wanajulikana Wayahudi Wakristo kwamba wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Dhalika qauluhum biafwahihim, maneno hayo wanayoyasema ni maneno tu kutoka katika nyoyo zao, katika ndimi zao, hawana ushahidi wanaoweza kuthibitisha jambo hilo. Dhalika qauluhum biafwahihim yudhahiuna qawla alladhina kafaru, wanawaiga maneno ya wale waliopita kabla yao ambao walikuwa wanasema maneno kama hayo. Yudhahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu, Allah awalani kutokana na maneno yao mabaya haya ambayo wanayasema. Qatalahumullahu anna yufakun, watu hawa wanageuzwa namna gani? Haki wanaoneshwa kwamba Allah hakuna Mungu isipokuwa yeye, lakini wao wanakataa isipokuwa kuendelea na ushirikina. Aya hii inaungana moja kwa moja na aya inayofuata, lakini kwa sababu ya muda tutaiacha, ambayo inataja au inatilia nguvu kauli yetu tuliyosema kwamba Uzair huenda alikuwa ni mtawa katika watawa, kwa sababu aya inayosema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, waliwafanya viongozi wao wa dini na wataalamu wao wa dini ya Kiyahudi na watawa wao wa Kikristo kwamba ndio waungu wanaohalalishia yale yaliyo haramu na wanaharamishia yale ya halali, kinyume na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuendelea hapo Allah akituwafikisha katika siku ya kesho. Wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Basi huyu ni yule ambaye Uzairi ambaye imeelezewa kwamba alikuwa anapita sehemu akakuta akakuta mji umekuwa magofu, akajiuliza vipi Mwenyezi Mungu ataweza kuwafufua hawa, ndio Mwenyezi Mungu akamfisha miaka 100. Katika suratul Au yule ni Baqara, mwingine katika suratul Baqara naam, katika suratul Baqara zimekuja au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, mpaka mwisho wa aya hizo. Ni kwamba katika aya ile hakujatajwa jina la yoyote yule, lakini kwa sababu Uzairi ni prominent figure katika Uyahudi, Waislamu au tafsiri za Waislamu zimeunganisha tu picha, lakini hakuna ushahidi wowote wa aya wala hadithi sahihi kwamba yule alikuwa ni Uzair, na Allah hajataja kwamba yule alikuwa ni nabii wala vipi. Na kilichodhahiri ni kwamba hivi ni visa viwili tofauti, yani Uzair ni mwingine na aliyepita kule ni mwingine, kwa sababu lau ingalikuwa ni huyo huyo ingalikuwa ni rahisi mno kutajiwa, kwa sababu Uzair alikuwa anafahamika kwa umaarufu wake kwa wataalamu wa dini ya Kiyahudi ambao walikuwa wameslimu na walikuwa hawajaslimu walikuwa wanajua. Kwa hiyo kwa kuwa hawajaunganishwa, sisi hatuna mamlaka ya kidini kusema kwamba ni mtu huyo huyo, bali kule Allah ametaja au kalladhi marra ala qarya, ibakie vile vile, ingawa wengi wa wafasirina wamesema kwamba yule ni na yule kule hawajasema kwamba ni Uzair, bali wanasema kwamba ni yule Ezra mwenyewe. Sasa Ezra, concept yetu sisi hapa ni kwamba Ezra ni mwingine na Uzair ni mwingine, si mtu mmoja. Hawa ni figa mbili tofauti, Uzair na Ezra. Azra kwa Kiarabu anaitwa Azra na Uzair ni Uzair kwa Kiarabu. Naam, naam, shukran. Naam, assalamu alaikum. wa alaikum salam Sheikh Muhammad. Naam, swali langu mimi nilikuwa nauliza hapo kwenye aya ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun, na wasikaribie Masjidil Haram baada ya mwaka huu wa 9. Sasa nilikuwa naulizia utekelezaji wa aya hii kipindi hiko na kwa sasa ukoje, au kwa sababu unaona kama ni namna ambayo itakuwa ni kama shida hivi kujua, yani mtu from nowhere alafu ukawa hujui imani yake, alafu ndo kuna katazo la kwamba wasifike pale. Bismillah, alhamdulillah. Hivyo jambo ni kama hivyo ninavyosema, na wapo watu kama nadhani Joe Rogan na wengineo wamefika Makka na wamerekodi kwamba wamefika, lakini katika hali halisi ni kwamba uzoefu wangu mimi binafsi, ukitokea katika njia tofauti tofauti za kuingilia Makka, unakuta njia ambazo zinaeleza Muslims way na non-Muslims way, yani mtu ambaye ni Muislamu anaambiwa aelekee huku kuelekea hija kule kutekeleza ibada yake, na mtu ambaye ni non-Muslim haruhusiwi kupita kuingia katika haram. Kwa hiyo njia inamtoa kuingia katika haram. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Sijui sheria za hivi sasa, lakini kabla ya kuja huyu Ibn Salman au Salman, hapo nyuma ilikuwa Wakristo hawaruhusiwi, yani wasiokuwa Waislamu non-Muslims walikuwa hawaruhusiwi. Lakini wapo watu ambao walikuwa haram wanaingia kama wafanyakazi wa kufyagia, na mtu anakaa miaka yake yote pale na hajabadilisha dini yake na si Muislamu na anafyagia ndani ya haram. Hayo matokeo yametokezea. Na wengine ndio hivyo, wanakwenda kama watalii, wanajifanya kama mahujaji, wanavaa zile kama Waislamu, halafu wanaingia, kwa sababu ndio njia ambayo wanajua kwamba ukiwa ili uingie hapa wewe ufanye ibada ya hija. Kwa hiyo wanaingia wao kama wao. Hili si jukumu kwa watawala, muda wa kwa jambo hawajui kwamba huyu ni Muislamu au si Muislamu, na mtu kaiti kwamba ni Muislamu, wao hawahitaji hawalazimiki kufuatilia kila mtu na imani yake na kujua mambo hayo, bali dhahiri yake inatosheleza kwamba hapa asiyokuwa Muislamu haruhusiwi kuingia, na hilo nadhani lipo linaonyeshwa katika njia kwamba non Muslims kuna njia zao na Muslim kuna njia zao ambazo zinawaruhusu kuingia katika haram. Wallahu a'lam. Naam, shukran kwa hilo. Na swali lingine la pili, na kwa kutumia aya hii, kuna siku nilipewa concern kidogo kuna Mkristo alikuwa yuko pamoja na Waislamu wanafanya group discussion msikitini. Sasa ikawa kwamba kidogo wakawa lile
kwa wakazi wa pale msikitini haliwapendezi, kwamba yule Mkristo anaingia ndani ya msikiti wana penetration, ukifika muda wa swala anatoka, waendelea na swala, anaingia kama hivyo. Hii ilitakiwa ihukumiweje yani? Rai zote mbili zipo. Wapo wanachuoni ambao wanaona kwamba msikiti Allah amekataza msikiti huu wa haram wasiingie makafiri, kwa hiyo wanasema misikiti mingine inakisiwa, lakini yani hata katika tafsiri ile tunatumia ya Zuhaili ametaja daraja tatu kwamba kuna ndani ya msikiti wa haram, halafu kuna nje ya haram, halafu kuna miji mingine ya Waislamu. Kwa hiyo katika miji mingine hukumu yake ni kwamba mtu anaruhusiwa kafiri kuingia na kukaa muda anaotaka, muda wa kuwa ameruhusiwa na Waislamu, lakini asiingie katika misikiti, asiingie katika misikiti kafiri. Kasema hivyo Zuhaili, lakini rahmatullahi alayhi, lakini kilicho dhahiri ni kwamba makafiri hawazuiliwi kuingia katika misikiti usiokuwa msikiti wa haram, kwa sababu Mtume SAW alikuwa anapokea delegate zile sijui zinaitwaje, misafara ya mabalozi wa kutoka nchi nyingine wanakuja msikiti wake wa Madina, lakini pia Mtume SAW kawachukua makafiri akaenda akawafunga ndani ya msikiti wa Madina mateka. Kwa hiyo makafiri walikuwa wanakuja na wanakuja makafiri tofauti, wamekuja kuslimu ndani ya msikiti wa Madina, wamekuja wengine kuzungumza naye, alafu wakaondoka hawajaslimu na kadha na kadha, washirikina kabisa, kwa sababu Mkristo na Myahudi ana daraja kidogo kuliko mshirikina wale walikuwa wanadili nao Mtume. Na hao zimekuja hadithi nyingi ambazo haziwezi kukataliwa, kila Muislamu anazijua kwamba walikuwa wanakuja, ima wanakaa kabisa kwa kufungwa, au wanazungumza na Mtume, au wanakaa alafu wanatoka, au wanakuja alafu wanaslimu. Kwa hiyo makafiri kuingia katika msikiti wa Mtume Madina imethibiti. Ikiwa msikiti wa Mtume wameingia makafiri kwa haja, iweje usiokuwa msikiti wa Mtume Madina? Kwa hiyo kafiri kuja kufanya discussion msikitini sio jambo ambalo tunaweza tukasema kwamba limekatazwa. Halijakatazwa, isipokuwa wamekatazwa kuingia msikiti mtukufu wa Makka, sio misikiti mingine. Hii ndio ambayo imekatazwa, na Allah angalikuwa amekusudia kwamba na misikiti mingine na heshima hiyo angalituambia, lakini muda wa kuwa hatujaambiwa, ibada hazikisiwi. Hatuwezi kusema kwamba hii nayo tunaifanya sasa kwamba sawa sawa na haram, hali ya kuwa si sawa sawa na haram. Wallahu a'lam. Na Sheikh Abbas, na Naam, mimi nilikuwa naomba nijalizie hapo, tukio kama hilo huwa linatokea hapa katika msikiti wetu wa taasisi ya Ocean Road. naam, Lilikuwa likitokea wanakaa wanafanya wana discuss barazani hapa. Sasa likawa linazua yani linazua kama taharuki, kwa maana wanaonekana kama labda watu wanaswali swala ya jamaa, alafu kuna watu wengine wamekaa nje wanaendelea na shughuli nyingine za kusoma. Kwa hiyo waumini wakawa wanazua taharuki kwamba ina maana hawa watu wao wako hapo kwa ajili ya nini? Kwa sababu swala ya jamaa inapokimiwa, basi hatutakiwi tufanye jambo jingine lolote zaidi ya kuattend swala ya jamaa. Kwa hiyo tukawapiga marufuku wasije kabisa kwa ajili ya kufanya hiyo discussion, kwa maana kwamba discussion zao zimalizike katika premises za chuo na sio katika maeneo ya msikiti. Kwa maana sisi tunachokusudia ili kuweza kuweka sawa waumini wajue kwamba kwa maana waumini wajue kwamba huu ni muda wa swala, na swala ndio kitu muhimu kuliko chochote ambacho hakupaswi kuendelea kitu chochote zaidi ya swala kwa muda huo, swala ya jamaa. naam, imekaa vizuri. Kama kuna maeneo hakuna haja ya wao kuja, sawa, au kama waumini wenyewe wameona hatutaki kuona kafiri maeneo yetu hapa ni, lakini sheria kama sheria, je, inaruhusu kafiri kuingia kufanya discussion katika msikiti na waumini? Sheria tunaona hadithi nyingi, walikuwa wanakuja watu kutoka falme tofauti tofauti, bali watu wanatoka Maka kuja kukomboa watu wao, walikuwa wanakuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyani pia kaja zaidi ya mara, anakwenda kwa Ali, anakwenda kwa Omar, anakwenda kwa, halafu anakwenda katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengi katika makafiri wanakuja wanaleta zawadi, wanakuja wanaleta kadha na kadha katika vitu. Kwa hiyo sheria haijakataza, ama ikiwa sisi Waislamu tunaona wasituchanganye hilo, sisi tunayo nafasi hiyo, lakini si kwamba ndiyo sheria imekataza kafiri kuingia katika msikiti. Wallahu a'lam. Muda wa kuwa haudhalilishi au sisi hatupati madhara kutokana na yeye kuja hapa. Wallahu a'lam.
Naam, kama hakuna swali la ziada tutafikia hapo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.